Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu najulikana Askofu Daktari Robert Ngai. Ni katibu mkuu wa kanisa la Assemblies of God Gospel Church International AGGCI. Ni katibu mkuu wa kanisa letu hili. Ndugu waandishi wa habari, naomba kuitumia fursa hii kuwaasa maaskofu, halmashauri kuu, baraza la waangalizi, wachungaji na waumini wa kanisa letu zuri la AGGCI kuwa na hali ya utulivu, hali ya amani wakati huu kanisa letu linapopitia changamoto ya kiuongozi. Ndugu watumishi wa Mungu, mtakumbuka baada ya uchaguzi wetu wa kikatiba tuliofanya tarehe 28 mwezi wa 8 2025 jijini Dodoma, kuna wenzetu wachache, watu kama 5 waliamua kwa kinyume na uchaguzi wakathubutu kwenda mahakamani kumshtaki msajili wa vyama vya kiraia, wakamshtaki katibu mkuu wizara ya mambo ya ndani ya nchi, wakamshtaki mwanasheria mkuu wa serikali. Sisi viongozi wa kamati kuu tuliochaguliwa kikatiba na kwa maelekezo ya serikali, kama tulivyoweza kufikisha mgogoro serikalini, na msajili akatusaidia kuutatua. Watu hawa walipopeleka kesi hii mahakamani, walifungua shauri dogo wakiomba wakubaliwe kusikilizwa kesi ya msingi wanayoilalamikia, yani kupinga uchaguzi. Jaji aliwakubalia kwamba walete madai yao ndani ya siku 14. Wao wameshaleta, lakini baada ya kutoka mahakamani tarehe 24 mwezi wa 10 2025, wamekuwa katika hali ya kutengeneza taharuki na kuvumisha ya kwamba jaji wa mahakama kuu amewapa ushindi, wao ni washindi. Jambo ambalo si sawa, ni kutaka kumchafua jaji na mahakama kuu kwa ujumla. Tusingeweza kuwa tayari tuliposikia jambo kama hilo. Kwa ushahidi na vielelezo tulivyo navyo, tunachukua hatua hii kulaani vitendo kama hivi, maana ni vitendo vya uvunjifu wa amani, vitendo vya uchochezi, jambo ambalo si sawa kwetu sisi watumishi wa Mungu, kama ambavyo kundi hili linathubutu kufanya. Bwana Yesu na asifiwe. Hivyo watumishi wa Mungu, mahakama ndio chombo pekee chenye uwezo wa kutafsiri sheria na kutoa hukumu ya haki. Hivyo katika haya wanayovumisha hawa, niombe kusema, puuzeni taarifa hizo. Ni propaganda za kutaka kuwachanganya ili muharibu imani na utumishi wenu. Tunaiamini mahakama itatoa haki, itatenda haki. Tunasubiri walete hayo madai yao wanaoyadai. Ikumbuke sasa, kuanzia hiyo tarehe 24 hata hapa ninapoongea hatuna kesi mahakamani, kwa sababu hawajaleta hayo madai. Sasa wanaposema wameshinda kesi ipi kama hata yale madai ya msingi hawajaleta? Ujue, ndio maana anasema hizo ni propaganda. Puuzeni, ni uzushi, ni uongo mkuu uliokomaa wa kutaka kuwachanganya na kuwaharibu. Tulieni, iaminini kamati kuu tendaji iliyochaguliwa kikatiba, na haya nayo yasema, sijaongezea,
sijachanganya. Niaminini, iaminini serikali, iaminini mahakama itatenda haki. Muwe na utulivu, muwe na amani, muwe na usikivu huu. Tuendelee kuliombea kanisa, tuendelee kuliombea taifa. Kwa ujumbe huu au kwa taarifa hii, mjulisha na wengine ambaye message hizo za uongo zilikuwa zimeshamfikia na kumchanganya. Mwambie awe mtulivu. Taarifa hii imeletwa kwenu nami Askofu Daktari Robert Ngai, Katibu Mkuu wa AGGCI, kwa niaba ya kamati kuu tendaji. Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Asanteni sana. Amani ya Bwana. Amen.